Umependeza wezi amini. Asante. Afu ujue mimi ninachokupendeaga wewe. Wewe unaga mambo mengi. Nasema kama mwanamke mwingine umuite hapo. Angejipiga makeup ni nini. Wewe aka Mimi sina mambo hayo. Upo natural. Sio sana, sipendelei sana. Sasa zama. Lengo mimi la kukuita hapa ni lile. Kwa sababu naona napiga simu, natuma meseji, cha maana kinachoongeleka hakipo. Yaani mimi nataka nijue umefikia wapi kuhusiana na ile swala nalokuambia. Afu hata hivyo mambo ya kusema subiri yalikuwaga zamani bwana zama. Sasa hivi unamwambia mtu ukweli na uwazi ajue. Yaani mimi nakaa na kufukuzia, tunakufukuzia wiki nzima kiambu. Shida nini? Wewe shida kwangu mimi unaona nini? Mimi kwangu hamna shida. Na pia nitaka kukwambia nikubali. Ila sijui kama utaweza. Mimi mwenyewe ninavyotaka au ninavyopenda nikiwa na mpenzi wangu. Kama mimi mwenyewe unavyoniona sina mambo mengi. Sasa mimi nina mambo mengi. Yaani wewe unachokitaka wewe sema bwana mimi nataka hiki safi mimi nani nikupinge eti nianze wewe bwana mzuri wewe bwana zama wewe. Yaani mimi nisha hapa kwa Mungu kwamba nikikupata wewe nakaa natulia tuli. Mimi sitaki mtu mwenye mambo mengi. Sipendi mpenzi wangu akazoeana na wanawake. Sijui unamjua yule rafiki yangu, huyu nimesoma naye, yule jirani yangu. Mimi sipendi. Simu yako iwe simu yangu. Ya kwangu unashika na ya kwako unashika. Loki yangu unaijua, loki yako unaijua. Kwenye simu. Sitaki mwanamke atume message ukisema huyu ex wangu akutumie vikopa umwambie simtaki. Kama hujaachana naye achana naye kabisa kabla tujaingia mimi na wewe kwenye mahusiano. Mimi mambo hayo siwezi, sipendi. Ndio maana nikawa najaribu kukuepuka. Najua labda baadhi ya watu hawapendi yani masharti kama hayo, ndio maana mimi nilikuwa najaribu kukuepuka. Lakini nikaona mbona muda mrefu unanifuatilia, nikahisi bado unaendelea utakuwa unanipenda, ndio maana unaendelea kunifuatilia. Yaani sio nitakuwa mimi mpaka muda huu nakupenda zamani. Mimi upendo wangu ni mzito, penzi yani kilo 150 limeja hapa uweze. Basi mimi kwa upande wangu ninachopenda ndio hicho. Sipendi. Unaonekana una wivu wewe sana. Yaani wewe wivu wako umezidi kikomo. Sasa mimi cha kukuambia masharti yako nimeyasikia na nitazingatia moja. Na kitu kingine mimi mwenyewe, yani tuseme mimi nipo kama wewe. Sipendi tu mwanamke wangu awe na mazoea na wanaume. Sipendi mwanamke wangu naye awe na mambo mengi, sweet nini. Kwa unaona hii kapo kama iliumbwa ije kuwa. Umesoma Na mimi lengo sio tu kwa hivi. Lengo langu mimi tuishi kama wapenzi, kama marafiki, then tuje kuwa mme na mke. Hilo ndio lengo kubwa sana. Yaani wewe nije kwenu pale, nitangaze nia, wanijue wazazi, tufuate masharti yao na nini. Kisha mimi nikuweke ndani. Umeona bwana? Hapa sasa naona kitu kingine kilichobakia ni Yose. Kipo. Vipi mwana? Kama kaa. Shemeji. Wema? Kwema. Fresh. Unaendeleaje na hali? Mimi si jambo. Sasa hadi Nuru anayo sasa. Umesikia sasa kitu ambacho wewe naweza nikasema umekuja na bahati kubwa sana. Umeona? Nikunikuta mimi na shemeji yako. Bwana huyu, umeona? Na mimi nimefurahi kumuona ili nimpe hongera zake. Ngoja nikutambulishe.
huyu anaitwa Kevo. Ni rafiki yangu. Huyu bwana mimi nimesoma naye, nimecheza naye. Sasa hivi tu wote kila mtu ana maisha yake. Kwa ni mtu ambaye ananijua mimi kiundani kindaki. Unaona so kama mwanangu nikikata damu hivi ndio huyu. Nashukuru kukufahamu shemu. Na mimi nashukuru pia kukufahamu shemu wangu na nikutakie hongera sana. Ujue bwana duniani hapa. Sawa. Ningesema tuishi kiuchoyo. Basi wangekuwa hata watu wawili. Lakini kwa kuwa tunaishi kwa amani na upendo na tunapendana ndio maana watu wanajaa. Yaani ina maana tunazaliana kabisa. Na kuzaa bahati. Yaani shemeji asikwambie mtu kuzaa bahati. Kuna wengine hawana vizazi, wanatamani kuzaa. Umeona? Lakini wengine wamebarikiwa vizazi, wanazaa. Yaani kuzaa bahati. Na mimi nikutakia hongera sana. Maana shemeji yangu nimeambiwa wewe una mimba na ndugu yangu sijawahi hata siku moja kumsikia akaniambia na shemeji yako ana ujauzito, mpaka kuna muda naona huyu hana kizazi. Hongera shemeji. Yaani mtoto baraka na hata kama kabla hujajifungua mimi naahidi kukupa zawadi shemeji yangu. Huyu mimi mwanangu damu kutoka kitambo Si nimekutana nani? Musa. Musa kananiambia bwana Jose mpenzi wake mjamzito. Sasa ndio nakuja kumpa hongera hapa shemeji. Yaani umesikia shemeji? Umesikia shemeji? Wewe cha kufanya kwa sasa hivi usifanye kazi ngumu. Kwa sababu kiumbe chetu kitakuja kutoka. Mimi nataka unitoe ba mdogo ujue. Sasa sijui atakuja waki, akitoka waki. Ngoja kwanza mimi nisifie wewe. Mimi baba ati wewe Jose wewe. Mtoto mzuri kama hivyo nafikiri akitoa mtoto wa kike atupate Beyonce, atupate Rihanna, Kim Kardashian, Nicki Minaj. Wewe vipi wewe? Umesikia shemeji? Sasa akitoa mwanaume ndio tunakuja kupata handsome boys. Na hivi na wewe ulipokuwa handsome boy mkitoa mwanaume shikiki napo. Shemeji mimi nikutakia hongera. Sasa hongera kwa kupata ujauzito. Tena umemtoa mwenetu kwenye wewe kwa muda huu ungeenda ndugu yangu. Ningeenda. Nitaongea. Yaani imekuwa tena umesema kabisa imekuwa bahati mimi kuwaona hivi. Nilikosea, yaani tutaongea tu baadaye. Ulikosea nini? Umekosea kwenye ujauzito. Umesikia shemeji? Wewe hujakosea kwenye ujauzito bwana. Ujauzito bahati bwana. Kuna watu wanatafuta watoto kwa waganga bwana. Wewe rafiki yako nani kumpa ujauzito shemeji hapa ndio unaona. Ndo kwanza ndo hayo mambo. Hiyo mimba ya kwanza ndio inapokuwa. Mimba ya kwanza ndio kama hujawahi kuzaa. Ila mimi ninachokusii shemeji. Sawa. Huyu bwana akileta utofauti wote wewe niambie. Mimi nitamwambia akupe namba zangu. Akileta utofauti wote kwa babangu mdogo wewe niambie. Hebu ungeenda. Ngoja. Mimi naenda juu hivi. Mimi naenda nani? Nenda zangu kule Masobibo kule. Sawa. Na Masobibo kule kwanza kutoa kazi yangu wewe unayajua. Sasa nilipokutana na anko ndo kaniambia. Wewe utaongea mwa. Shemeji. Tutaongea Bwana amani. Tutaongea. Mimi lazima nitoe zawadi na jioni napitia hapa. Jioni namletea basi matunda au vipi? Mimi si nipo sokoni Masobibo pale namletea. Tutaongea. Poa basi mimi dala. Baba mdogo anakuja. Kwa nia yako umekuja kwangu ili unitese. Na ndio maana alikuwa nakukwepa mpaka basi. Nia yako umekuja kwangu ili unitese? Niambie. Yaani umeona. Yaani kumbe tayari una mwanamke na ni mjamzito. Sitaki tu uwe na mazoea, yani just imagine ingekuwa wewe. Ndio maana. Mimi niko mjamzito alafu ndo nakukubalia wewe ujue ujauzito sio wako. Hebu vaa viatu vyangu basi. Yaani wewe unanipenda, umekuja kunidanganya, unipotezee muda. Mimi sitaki kupotezewa muda, nakuomba niko chini ya miguu yako, sitaki kupotezewa muda. Yaani sitaki kabisa. Yaani ujue ipo vipi, ujue zama. Mimi na hawa ndugu zangu ni watu utani sana. Unaona? Ani kama utani huyu mtu anatoa baraka zote namna hii amefurahi namna ile.
Ule ni utani. Yule hayupo serious. Wewe unafikiri labda eti yupo serious kivu? Mimi nitahakikisha vipi? Nitajuaje kama anasema ukweli au anasema ni uongo? Kesho si anakuja na mwanamke ananiletea mtoto mimi hapa, naweza kulea mimi mtoto wa mtu? Yaani tusiwaamini sana, ndio maana unaambia watu wawili wanapopendana tusiamini maneno ya watu wa nje. Yaani ndio kwanza kikazi cha kwanza hichi tunakaa mimi na wewe, ndio anakuja mtu anasema vitu kama hivyo. Je, kama kuna makorokoro kibao huko nyuma mimi nitaweza? Yaani wewe Zama utaki tu kunielewa kiki. Wewe unataka nikuelewaje? Tugange yajayo. Yaliyopita si ndwele. Yamepita kati ya sasa hivi, ndio yamepita sasa hivi hapa muda huu. Au anaweza akawa labda kanifananisha. Basi muite tujue kama kweli au uongo, muite. Mstaki. Yule si unaona kashaondoka, na yule nikimuita tu hapa anakuja kuharibu. Na maana kweli. Kwa mimi na tunachotaka tutujue kama tunaendelea na mambo au vipi. Tusimwamini sana huyu. Unajua watu wafupi yani. Kama kweli kuna mwanamke mjamzito, mimi siwezi kukubali. Fikiria, ujue ni kweli sio kweli, wewe ndio utakuja kunipa jibu mimi. Ila kama una mwanamke mjamzito siwezi kukubali.